Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna watu ambao niliwahi kuwasaidia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia hii njia. Naomba unisikilize kwa makini, huenda na wewe hii njia ikakusaidia kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa watu walionijia ni watu ambao walihangaika muda mrefu kutafuta matibabu, lakini bado Mwenyezi Mungu hakuwapa taufiki ya kupona. Yaani wametibiwa sana wakawa hawatibiki. Wamesaidiwa sana kimatibabu, lakini bado dawa zilikuwa haziwafai, visomo vikawa haviwafai, mambo mengi wanaojitahidi kuyafanya wakawa hayawafai. Wanasema tumeshapoteza gharama nyingi sana. Kama ni pesa, tumeshatumia pesa nyingi. Mmoja katika wao alishauza mpaka nyumba, akauza mpaka viwanja. Kuna ambaye alikuwa na gari, akamwambia gari nimeuza kwa ajili kujiweka sawa juu haya mambo, lakini bado mambo yani iko vile yani kana kwamba sifanyi kitu chochote. Sasa mnajua haya matibabu yetu sisi yanahusisha sana imani. Inahusisha na yaqini na ikhlas. Hivi vitu vitatu ni muhimu sana. Kwanza imani, ikhlasi pamoja na yaqini. Sasa mimi yapo mambo ambayo niliyafanya kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haikuwa kwamba ndiyo ujuzi wangu mimi ama uwezo wangu mimi ama ujanja wangu mimi, hapana, ila naamini ilikuwa ni taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio maana nikaweza kuwasaidia kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nilichokifanya baada ya kuona watu wamepita sehemu nyingi sana lakini hakupata msaada. Inawezekana wapita kwa mashehe wakubwa, wacha Mungu kuliko ni mimi, wajuzi kuliko ni mimi, wana makarama yao kuliko ni mimi, lakini bado Mungu hakuwa taufiki ya kuwapa. Nikasema hebu nijaribu kutumia hii njia kwa idhini ya Allah, huenda Mwenyezi Mungu akasaidia matatizo yao yaliyokuwepo akaondoka. Hawa watu bwana walikuwa wanateseka sana na uchawi, walikuwa wanateseka sana na hasad, walikuwa wanateseka sana kijicho. Yaani mambo yao yanakwama, kila siku zinavyokwenda wanaporomoka. Mmoja katika wao kaanza anakuambia nimeanza kudrop kushuka chini toka miaka ya 80. Wewe jifikirie, toka miaka ya 80 mimi napambana tu, leo niko hapa, kesho niko hapa, sijui mkoa gani sijawahi kufika, lakini kote huko bado mambo yamekuwa ni magumu. Sasa unajua katika video zetu hizi ambazo tunajaribu kuwapa watu maelezo mbalimbali, mtu anapata anashawishika na ngoja niende kwa Sheikh, huenda Mwenyezi Mungu akatia baraka kwa uwezo wake. Basi bwana akanielezea vile, nikasema sasa jamani, hapa ujanja si wa kwangu mimi wala si akili yangu, bali mimi namtegemea Allah na namtawakala Allah Subhanahu wa Ta'ala, huenda Mwenyezi Mungu akajaliwe pesa. Sasa nilichokifanya mimi nikasema hata Qur'ani bwana haisemi uongo, na Mungu hakitaji kitu ovyo ovyo. Unajua Allah ni mtukufu na ni fundi, ni bingwa, ni daktari bingwa. Kwa hiyo akitaja kitu huwa hakitaji ovyo ovyo. Anapokitaja kitu, akikitaja hicho kitu, ujue hicho kitu lazima kitakuwa na siri ndani yake. Sasa mimi nilichofanya nikachukua vitu ambavyo Mungu kavitaja ndani ya Qur'ani, yeye mwenyewe kwa kinywa chake kavitaja. Cha kwanza kabisa nilichukua kitunguu maji, kimetajwa. Sasa nilichukua mafuta yake ya kitunguu maji. Kitunguu saumu kimetajwa na Qur'ani, nikachukua mafuta yake yale kitunguu saumu. Zanjabil, tangawizi imetajwa. Sasa tangawizi sikuchukua mafuta, yani kwa sababu nilikuwa sijui namna ya kugeuza tangawizi kuwa mafuta. Kwa hiyo tangawizi nilichukua unga wake, unga kama vile ulivyo, lakini ambao umesagwa vizuri kabisa, unga wa tangawizi. Alafu nikachukua tini, mafuta yake ni mafuta ya tini, kwa sababu tini pia imetajwa. Tena hizi Mungu kaapia. Na nikachukua zaituni, kwa sababu pia zaituni imetajwa, Mungu ameapia. Sasa mchanganyiko hivi vitu vile ambacho hakikuwa mafuta katika hivi ilikuwa ni ile tangawizi. Tangawizi ndio haikuwa mafuta, lakini vilivyosalia vyote vilikuwa mafuta. Nikavichanganya. Baada ya kuvichanganya, nikachukua kidogo unga wa ile tangawizi nikatia katika yale mafuta. Nisikilize vizuri ndugu yangu, huenda njia ikakusaidia kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikachukua unga wa tangawizi nikatia katika ile mafuta, nikachikicha vizuri sana. Sasa nikamwambia na nyinyi njooni. Wakaja wale watu. Baada ya kuja wale watu nikamwambia sasa jamani, mimi naomba nikae na nyinyi walau siku hizo siku 3 niwe pamoja na nyinyi. Wakakubali wale watu. Tukaeni hapo tukaa. Sikuwapa dawa yoyote, sikuwapa dawa ya kuoga wala dawa ya kufusha wala chochote. Nasema nyinyi tulieni. Nikawachukua wale watu, nikawa sasa nasema jamani, hapa inabidi tuamke usiku. Takapoamka usiku kuna mambo nitakuwa nayafanya na nyinyi nakupeni miongozo. Basi wakasema tuko tayari. Wawili katika wale watu walikuwa ni Waislamu, ila mmoja hakuwa Muislamu. Nikasema haina shida kumsaidia mtu, hakuna ubaya. Basi usiku ulipokuwa umefika, na waweka mbele yangu, wao wanakaa mbele, mimi nakaa nyuma, alafu katikati yangu kuna ile dawa ambayo mimi nimeitengeneza, hayo mafuta ambayo nimechanganya na unga wa tangawizi. Siku ya kwanza kabisa nakumbuka nimeamka, ilikuwa ni saa 8:30 usiku. Sikumbuki idadi ya istighfari ilikuwa ni ngapi,
lakini nilileta ile nastaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa natubu ilayhi. Nastaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa natubu ilayhi. Hii sasa huku nasomea yale mafuta na wao wako mbele yangu. Nilileta hii tokea saa 8:30 mpaka saa 10 alfajiri, adhana ya kwanza ile inatoka. Sikuacha, yani mimi hapo nimeshikilia tu hapo. Nastaghfirullah alazim. Wale ambao walikuwa ni Waislamu wananielewa kidogo, nao wanaweza ile matamshi, wakawa kwa pamoja na mimi. Wote tunasema kwa pamoja, nastaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa natubu ilayhi. Nastaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa natubu ilayhi. Basi tumeenda na hiyo. Unajua wale walikuwa na hasadi, wana kijicho, kwa hiyo ikawa inaenda, usingizi unawazidi. Yani usingizi unawazidia, sio kwa mchoko, ila najua ule usingizi ulikuwa ni usingizi kwa sababu walikuwa na kijicho, walikuwa na hasadi na walikuwa na uchawi. Ila mimi nikawa naendelea napiga ile mpaka adhana. Adhana ilipokuwa imekwisha adhiniwa, tukawa ni wenye kuacha, nikajiandaa kwa ajili ya masuala mengine ya ibada. Siku ya kwanza hiyo. Siku ya pili nikaamka nao tena usiku. Siku hiyo sikusoma chochote, nikasoma inna fatahna laka fathan mubina. Naishi hapo tu, inna fatahna laka, huku nasomea yale mafuta, inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Yani idadi sikumbuki kwa kweli niseme, kwa sababu nilikuwa nikianza saa 8:30 siachi mpaka adhana. Kwa hiyo ilikuwa ni ngapi mimi sijui, Allahu ya'lam, Allah ndiye anajua kwa idadi, siwezi kusema, lakini nilisoma tu inna fatahna laka fathan mubina siku ya kwanza. Alafu siku ya mwisho kabisa ambayo ilikuwa sasa ni siku ya tatu, tukaamka tena usiku na yale mafuta yangu. Hapo nikaanza kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa salatu ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sikuiacha hiyo mpaka adhana ya alfajiri ambayo ni siku ya tatu. Palipokucha mimi yale mafuta nikawagawanishia kila mmoja wao, kaambia wewe chukua haya, wewe chukua haya, wewe chukua haya. Kila mmoja wenu utachukua tone 3 za haya mafuta, unatoneza katika maji ya uvuguvugu, unakunywa. Yaliyosalia unakuwa baada ya kuoga unapaka asubuhi na jioni, na haya maji unatoneza kwa kunywa kila unapoamka asubuhi na jioni kabla ya kulala. Wakawa wameondoka wale mabwana. Kwa bahati mmoja, yeye anaishi hapa Afrika, lakini wale wawili walikuwa wanaishi nje ya Afrika, nchi za Ulaya ndipo wanapoishi. Wakawa wamekwenda. Alhamdulillah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wale mabwana walipokwenda kutumia yale mafuta subhanallah, ni jamani, Mungu ana maajabu, Qur'ani na maajabu makubwa sana, wallahi alazim. Na kuapieni mimi, yani ukimwamini Mwenyezi Mungu na Qur'ani na maajabu makubwa. Wale watu baada ya kutumia yale, aisee, walianza kuona mambo ya ajabu sana. Mmoja katika wao ilipita kama siku 4 ama siku 5, akaanza kuwarisha. Sisi Waswahili kuna vitu fulani tunaitwa vinekeneke vyeusi, vitu fulani viko kama makamasi hivi, aliarisha kwa muda kama wa siku 3 hivi, anaarisha tu vitu hivyo. Kuna mwingine kula anapiga ustazi, kila ninapokunywa haya natapika, lakini matapishi yanatoka na tembe tembe nyeusi, vitu kama tembe tembe vyeusi. Nikajua hiyo sihiri inatoka, na mwingine nikajua pia sihiri imetoka. Huyu mwingine sasa hii alikuwa mgonjwa sana, akitumia yale mafuta akipaka, anakwambia anapata kama vile homa, mwili unachemka kweli kweli. Nikajua huyu hasadi yake yeye pia ilikuwa ni kubwa. Basi wale mabwana wametumia ile, alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wanamaliza wale mabwana kwa idhini ya Mungu, wala si ujanja wangu wala si akili yangu. Wale mabwana wamepona alhamdulillah, na mambo yao yamefunguka mashaallah alhamdulillah. Wasiokuwa na kazi walipata kazi, waliokuwa wamedrop wameinuka mashaallah alhamdulillah. Na hata hii video wao wenyewe wakiona watasema ama kwa hakika Sheikh, la shaka fihi, umetuzungumza sisi, lakini nawazungumza kwa kheri, kwa sababu huenda hili likawasaidia na wengine. Sasa sikiza ndugu yangu, na wewe pia unaweza ukaitumia hii njia, unaweza ukaitumia njia kama mimi nilivyofanya, ikakusaidia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuta hivi vitu nilivyovitaja, na wewe kaa usiku, isikiliza vizuri hii video yangu, jifanyie, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Allah atakuwa ni mwenye kukuafikisha na kukusaidia. Umeshindwa kabisa, wewe nitafute inshallah kwa idhini ya Allah, tukae usiku kwa muda hizo siku 3 inshallah, huenda pia Mwenyezi Mungu akaleta wepesi wa mambo na akajalia akafungua milango ya kheri na milango ya baraka. Jamani, shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.